Popote pale ambapo ulikono na majibu yako hajaonekana, usiku wa leo majibu haja ya moyo wako iende kutimia zaidi katika jina la Yesu Kristo. Lakini kabla yote, hebu tuweze kufungua kitabu cha Marko 4. Marko 4, kitabu cha Marko 4. Wewe unatufuatilia, unaweza kufungua nawe kitabu cha Marko 4 mstari ule wa 35. Utasoma mstari wa 35, lakini nina ujumbe wako usiku wa leo. Huu kwako utakuwa ni usiku wa baraka sana sana. Natumai kabisa kuna dhoruba fulani ambazo unatembea nazo, lakini usiku wa leo kila aina ya dhoruba katika maisha zinaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Marko 4 mstari ule wa 35, maandiko yanasema siku ile kulipokuwa jioni, akamwambia na tuvuke mpaka ng'ambo. 36, wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Mstari wa 37, ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Sikiliza, ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Kunawezekana mpenzi mtazamaji unanifuatilia, kuna dhoruba ambayo unapitia. Kunawezekana kwenye maisha ulionayo kuna dhoruba, kuna mikiki, kuna vurugu fulani inayokufuatilia. Usiku wa leo, endapo unafahamu ni dhoruba gani unaopitia, inaweza kuwa unapitia katika biashara ulionayo, dhoruba, visa, mikwamo. Kunawezekana katika ndoa kuna changamoto, kuna dhoruba, kuna mikwamo na kuna vurugu. Nataka nikwambie kila aina ya dhoruba uliopitia nayo usiku wa leo au siku nyingi tu, nataka nikwambie kuna majibu yako usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 37 unasema ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Mstari wa 38, naye mwenyewe alikuwako katika shelti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Mstari wa 39, akaamka akaukemea upepo. Sikiliza, Yesu Kristo akaamka, maana yake kulikuwa kuna dhoruba. Yesu Kristo akaamka na kukemea upepo. Haleluya! Kunawezekana kuna aina ya vurugu inayokufuata wewe usiku wa leo. Nataka nikemee kabisa, usiwe sehemu ya maisha yako aina yote ya mkwamo au vurugu. Maandiko yanatuambia kabisa kwamba Yesu Kristo akaamka. Mstari wa 39 sema akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Haleluya! Kukawa shwari kuu. Haleluya! Mpenzi mtazamaji unatufuatilia, kila aina ya vurugu inayokufuatilia natangaza iwe shwari kuu. Shwari kuu. Kila aina ya vurugu unazoziona, kunawezekana vurugu katika ndoa ulionayo, kuna vurugu, kuna upepo, kuna dhoruba na mikwamo fulani inayokuja, natangaza kwa mamlaka alionipa Yesu Kristo iwe shwari kuu katika jina la Yesu Kristo. Kama vile Yesu Kristo alipokemea upepo na dhoruba na ikawa shwari kuu, sawasawa na Marko 4:39, ikawa shwari kuu. Popote unaponifuatilia, kunawezekana kuna changamoto fulani ulionayo katika maisha au katika ndoa, katika kazi ulionayo, na kunawezekana watoto wako hawajakaa vizuri, kuna vurugu fulani. Natangaza shwari kuu. Pokea upako wa shwari kuu unaoenda kutuliza dhoruba, kila aina ya kutoelewana. Kuna mwingine unanifuatilia, kunawezekana hamuelewani katika familia, katika nyumba hamuelewani. Kunawezekana kwenye ndoa yako hamuelewani, kwenye biashara, kwenye kazi ya mikono yako hamuelewani. Natangaza iwe shwari kuu katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji mkuu
Popote pale ambapo unaona kuna changamoto, dhoruba ndani yako, natangaza upako mkuu kaende kuonekania katika jina la Yesu Kristo, na imekuwa kwako. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Mimi nataka nikutamkie ya kwamba ikawe shwari kuu popote pale unapopita katika jina la Yesu Kristo, imekuwa kwako. Amen. Na sisi tupo Mbeya mjini katika kata ya Ilemi, mtaa wa Mapelele. Kwa hiyo ukitoka Kabwe, panda bajaji zinazoelekea Mapelele, zia Mbeya City Church, na utafika kwa uzuri kabisa kabisa. Nambari zangu za simu ni 0752 79 29 78, 0752 79 29 78. Na endapo utatamani kuweza kusapoti maono haya endelee kusonga mbele, tunakaribisha nawe usapoti huduma hii. Unaweza ukasapoti kwa fedha zako, unaweza kusapoti kwa nambari ya 0752 79 29 78. Na Mwenyezi Mungu akubariki sana sana, mtu wa Mungu.